Jukwaa la Wahariri Tanzania linatoa pole kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki katika vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 katika kilichoanza kama maandamano ya amani lakini kuishia kwenye uchomaji wa magari, vituo vya mafuta, nyumba, kadhia nyingine za kiafya kwa waliopiga kura na hatimaye mauaji ya raia na askari. Jukwaa la Wahariri Tanzania linafuatilia kwa karibu na limepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za vifo vya Watanzania wenzetu wakiwemo wanahabari na wengine waliojeruhiwa. Siku ya tukio tulipokea taarifa za vifo vya vijana na askari polisi. Baadhi ya wananchi waliwasiliana nasi wahariri kuomba msaada wa kuulizia walipo ndugu zao. Jukwaa la Wahariri Tanzania linawakumbuka kwa heshima kubwa wanahabari na Watanzania waliouawa katika vurugu hizi, kwani wameacha pengo kubwa katika tasnia ya habari, kazini na familia zao. Pia tunawapa pole wote waliojeruhiwa katika matukio hayo. Jukwaa la Wahariri Tanzania limerejea utamaduni wa taifa letu Tanzania wa amani na utulivu na kuakisi yaliyotokea yakazaa maafa haya. Tunafahamu yapo maumivu makubwa kila upande, ila tunaomba sasa tusimame pamoja kama taifa, tuzungumze na kujisahihisha ili kamwe haya yasitokee tena katika ardhi ya Tanzania. Jukwaa la Wahariri Tanzania linatoa mwito kwa mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha haki inatendeka. Tunaisihi serikali kuanzisha mchakato wa maridhiano haraka ili kuponya majeraha kwa pande zote. Tunaomba kila upande mchakato huu ukianza uwe tayari kushiriki ili kama nchi tumalize kadhia hii milele. Tunashuhudia madhara makubwa ya amani kupotea na tulikofikia. Tujizuie kama nchi isitokee tena. Mungu awape uponyaji wa haraka walioumia, azilaze mahali pema peponi roho za waliopoteza uhai, na atupe nguvu ya kusimama kama nchi tujisahihishe. Mungu ibariki Tanzania.